Coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. Bringing down any thoughts, any imagination that rises against the word and the knowledge of God. Hallelujah. What does the Bible say in Jeremiah 29 verse 11? It says, "For I know the plans I have for you." That is the knowledge. The greatest commandment is of love. So if you cannot love those you are close with them, you are against the word of God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Now today we read about how to break down strongholds. Praise the name of the Lord. In Swahili tafsiri ya kisawa ni kwamba stronghold ni ngome. Ni vitu ambazo you are fighting for a very long time. Every year you have to fight them. Those are strongholds. Ni ngome. Ni vitu ambazo zimesimama hapo. They have been standing for a very long time. There are things you are fighting. You have been fighting year after year. Now this is the message of today. Power to break the stronghold. Every evil stronghold shall be broken in the name of Jesus Christ. There are strongholds of sickness whereby families don't take long. There will be this sickness, there will be another day. Financial constraint, rise and fall. You have to rise, then you fall. After you fall, you have to rise up again. That's the preview of the message today. And because of time, let's go to the book of 2 Corinthians 10 from verse 1, 2, 3, and 5. It is about ministry of Jesus Christ, the ministry of Apostle Paul. Apostle Paul created his ministry to the people he met in the church of Corinth, like the way we are here today. But one of the insisting message to them was about fighting the strongholds that were reigning. Alipigana na ngome ambazo zilikuwa zinatawala sehemu ile. Bwana Yesu asifiwe. Now, if somebody tells you today he's going to be paying you for a holiday to go to Mogadishu, can you be going? But if somebody goes, I'm going to be paying for a trip, you go to Addis Ababa, you go to Egypt, you go to another country, you'll be willing to go. Because the stronghold of Somalia is well known even in Kenya. Now you have to understand what kind of the stronghold we are going to meet. I have heard great ministers of God who have been coming from USA and coming to preach in Africa. But I've never had one of them doing crusade in Mogadishu. Praise the name of the Lord. Because they understand what they're about to meet in that area. So every place you meet yourself in, there is a stronghold reigning in that area. In our Mombasa place, there are different areas that they are different strongholds reigning. And you know them very clear. Because today someone mentioned Kisauni. Kisauni, Sayuni, I've been here. Kisauni is like, you'll be like, what happened when you're in Kisauni? Because you know, crimes are happening there. There are different cities here. You know what they go on. Praise the name of the Lord. That is the stronghold. The places you are coming today from your families, you need to revisit today through the spiritual microscope of the Holy Spirit to see what kind of the stronghold is reigning in your family, is reigning in your life, is reigning in your business, so that God can set you free. 2 Corinthians 10 verse 1. Yes. Basi mimi Paulo mwenyewe, Paul is speaking about his ministry. Na wasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo. I urge you by the mercies of our Lord Jesus Christ. Mimi niliye mnyenyekevu nikiwepo pamoja nanyi. I'm very humble when I am with you. Bali nisipokuweko ni mwenye ujasiri kwenu. But when I'm not there, I'm a very brave and very courageous man. Verse 2 inasema. Naam. Yes. Naomba kwamba nikiwepo, I pray when I'm there, nisiwe na ujasiri kwa udhabiti ambao nahesabu kuwa nao. Yes. Juu ya wale wanaodhania kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili. Verse 3 nasema. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Every stronghold you are fighting, number one is to understand your flesh cannot deliver you. Paul says, though we are walking by flesh, we don't fight the battle by our own flesh. We use, continue to read. Verse 4 inasema. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Because the weapons of our warfare, they are not by flesh,
bali zina uwezo katika Mungu, but they have power in God, hata kuangusha ngome. Praise the name of the Lord. Are you hearing, church of God? If many people are fighting by flesh, that's why they cannot break down the stronghold reigning in their family. Now they keep on doing that by flesh, they lose. Paul says, you may see me walking, say in the name of Jesus, but I'm not speaking. I may be speaking by flesh in the name of Jesus, but the warfare I use, they are warfare full of power in the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Now if you want to bring the whole stronghold that are ready in your family, you must engage God to break those strongholds. God actually tells people ya kwamba kuna ngome tunapigana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ngome ambao watu wanapigana nazo. He is talking about his ministry. Ama huduma yangu, jambo la kwanza la kupigana nayo ni ngome inayotawala. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na ndio manake zuri kwanza uhubiriwe kabla hujakabiliwa, kabla hujaombewa na kabla hujafanya kitu yote. It is by teaching that strongholds are broken. Jesus asked the man, what can I do for you? The man said, Lord, I want to see. The stronghold of unbelief is broken. The stronghold of unbelief, the stronghold of the sickness starts to break down. Verse 5 inasema, yes, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Are you hearing? Bring it down every thought and imagination kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, that rises against the knowledge of God. You cannot understand that message. Bring it down. Any thoughts, any imagination that rises against the word and the knowledge of God. Hallelujah. What does the Bible say in Jeremiah 29 verse 11? It says, for I know the plans I have for you. That is the knowledge God has for the mankind. But now, bring it down every imagination, every thought that rises itself against the knowledge of God. Are you hearing, church of God? Mungu amesema kuanzia leo umebarikiwa. But then the enemy says hawezi akabarikiwa. Naangusha kila ngome inaajiriwa kinyume na wewe. Neno la Bwana sema you are free. Hiyo roho inakwambia no, you are not free. You are not free. That is fighting every thought and every imagination that rises itself against the knowledge of God. Kuna mipango ya Bwana ndani ya maisha yako. Kuna watu ambao wanafunga, baada ya kufunga wanaambiwa hata hujafunga, wanaambiwa hata utabarikiwa. Leo ninaangusha kila fikira na mawazo inajiriwa kinyume yako, inajiriwa kinyume ya maisha yako, inajiriwa kinyume ya biashara yako katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu unapoanzisha kazi wanasema haitaendelea, hiyo ngome mpaka muangushe, manake inajiinua kinyume na elimu ya Bwana. Are you hearing, church of God? It is my season to be lifted. That's how can you be lifted? It is my season to pray. There are people, you see, we read the word of God on Sunday in the book of Nehemiah 4 from verse 1. When they started building the wall, the Sanballat wakauliza, je, watu hawa wataweza kujenga? Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani. Haiwezekani. Can these people continue doing what? Now there are people, and that's why Elijah at Mount Carmel challenge people that were against the knowledge of God. He said, if let it be known today that I am your servant in this land. Praise the name of the Lord. Because the knowledge ambayo imechinua ni kinyume ya elimu yako, na ijulikane ya kwamba leo kuna mtu anaomba Bwana hapa. Kila ngome inajiinua kinyume na maisha yako, kinyume na chochote unafanya, hiyo ni ngome ya shetani. Kuna watu wanasema haitawezekana, hiyo maisha itawezekana. Kuna akili za watu mpaka msiangushe. Kuna watu ni wachawi lakini wao si wachawi. Kulingana na wewe sio mchawi. Kuna mfano mmoja alikuja hapa nikamtabiria. Now when I have that, I have to test it what the Spirit of God and how the Word of God is. Kuna watu ambao ni wachawi directly. Yule msichana hapa nilimwambia ya kwamba
Hata Mungu alimtendea, nilimuombea kama yeye afungulisha ndoa. Alikuja kaniambia sasa amehamia Nairobi. Ameenda kuolewa na anaenda kwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia wewe uko na roho uko nayo. Na ukilaani mtu hiyo kitu inatendeka. Akasema na nikamwambia kuna kijana mlikuwa na yeye. Ukamlaani. Bwana Yesu asifiwe. Akaconfess ngapo alikuwa hapa. Julie, you have been here and other people. That lady said I'm afraid there. That lady said so. When tuliketi hapa aliniambia hata usiku wewe anaweza kuangalia mnatembea na bwanako. Akasema hiyo ndoa itaishi. Akagojea one man akuja kuulize mnaendeleaje? Unawaambia hata tuliachana. Anacheka ndani ya moyo wake. He shared me with that message. And I remember her deliverance. We did it here. She came again for another deliverance here. That time he told me now I feel I'm free. Because kuna mtu nimekasi na hiyo kitu haijafanya kazi. Lakini anambia hata wasichana, anambia hata ukiwa na nguo nzuri kumuliko, akikulaani hivi tu sura yako inaanza kuharibika. He told me, he came here later to confess me. Anambia hata watu naona wako na people zidi. Wengine mimi nalaani. Nikiona una sura nzuri na kulaani. Nasema hiyo sura yako itakuwa nzuri. Hallelujah. Ijiamini. Na we talk that one hapa kwa madhabahu. Akawa alinaani yule kijana. Na akanileo kijana hata sasa anasumbuka. Sasa nikamwambia wewe sasa utabiri nisaidie na siku niombe yule kijana. Bwana Yesu asifiwe. Alimwambia wewe utaona. Walikosea nini? Walikosania pesa ya bodaboda. Bwana Yesu asifiwe. Akakosa change, akampatia 100, kijana akakosa change, akamwambia kesho nitakubeba. Wakati alipatana yule kijana akawa amesahau. Akawa kijana akamwambia basi kama unasema nilikubeba na kurudishia 50. Akamwambia na wewe utaona. Huyo kijana akapata accident, akaumia miguu, akaumia mguu, sijui mguu mmoja hizo irudi vizuri. So alimuona siku nyingine akacheka akajua nimeja. Hakuambii. Are you hearing this thing? Hakuambii. Anamwambia ni sawa, lakini yeye akile nyumbani anasema utaona kuanzia leo you have to die. It is in direct spirit. So if there is imagination that rise against the knowledge of God. But I pray for you today in the name of Jesus. We are living at end times in a very dark world, in a very dark system of the world. May God protect you from today. Every stronghold that is raining against your life, against your business, may God bring it down in the name of Jesus Christ. Micah 7 verse 6. Na kila mmoja asome hii. Hata wenye walikuwa kwa ulimwengu wa kiroho kwa usingizi kidogo ya msome. Micah chapter 7 verse 6. Wajua mtu anafikiria katika mafundisho mimi najua. Hata mimi huwa nikisoma wakati mwingine. Ukisema kwa hivyo, wakati mimi huwa nasoma because I have to prepare almost like 7 sermons per week. Kuna watu wa online, kuna watu wachache hapa, kuna watu wa kesho, kuna watu wa mkesha, kuna watu wa Sunday, kuna watu wa Saturday, wanaweza wasikie. So, hata mimi huwa nimesoma neno, hata mimi najipata akili yangu imesafiri. Nimekuja hapa kanisani, naanza kufikiria mtu fulani ambaye tulikuwa tunaongea naye. So mimi pia najua nikifundisha, hata ule unasafiri hapa labda unakuwa Nakuru, Erubago. Haleluya. Haleluya. Unakuta Jackson yeye amesafiri ameenda Bungoma, Mumbia. Akakwambiwa anaona kuna ngombe hapa, miwa zetu zilikauka zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii inakubalika wakati mwingine kwa ulimwengu wa kiroho kusafiri kidogo. Haleluya. Endelea. Micah chapter 7 verse 6. Kwa maana mwana umwaibisha babaye. Haya, unaweza pata kuna mtoto anakufa babake akufe ili apate shamba. Hiyo ni ngome. Sasa wewe unaweza kuwa unaomba oi baba yetu asikufe. Kuna ya mzee mpaka akufe shamba igawe. Bwana Yesu asifiwe. Ayuya wewe unataka huko unamtaka baba mpaka akufe. Until mama dies. Hii shamba itakawika. Unaona kuna ngome, kuna wengine wanauliza kama liko hospitali watazimaje ile mashini. Haleluya. Watazimaje mashini? Mtu akufe alafu irejeshwe waite daktari amekufa. Continue. Mwana uaibishe baba yake. Na binti ondoka shindane na mamaye. Unaweza kuda kama kuna dada anataka baba yake. Huyo bwanako ndio msichana wako anamtaka. Those are the spoken things. But me as a prophet, I can tell you because people do confess to me. I know that the father can be so good that the daughter can get frustration from other men. Now you see the father is the right man in the world. Are you hearing me? It's a speech and can relate.
Na mwanamke aliolewa ushindana na mavyae. Haleluya. Kuna struggle inatawala. Kuna mama ameolewa mahali. Bwanako anasema, "Mama tupeleke hospitali." Anasema, mama mpaka akufe." Hata niambie ule prophet wa Juda mwisho aombe mama akufe, amenisumbua sana. Hataki nikae kwa ndoa, that woman has to die. Haleluya. Prophet unaonaje, atakufa ama atatoka? Kuna watu wanaulizaka hivyo wanasema. Na wewe ni maana hilo. Unaona kuna prophet mwambie unauliza, "Prophet unaona kama mama atatoboa, amekula pesa nyingi sana hospitali." Tukasabaratika. Ni kama aliambia suombe hii maneno ishe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka hospitali moja Nairobi. Wacha nianze kutaja jina. Wakati nile na hospitali, wataka niambia, nikamwambia mimi roho Mungu ananiambia mzee mimi akiniona tu kama safari imefika. Nikamwambia sister moja ambaye alikuwa niita. Nikamwambia mimi kama mzee tu nikimwombea safari yake itakuwa imekwisha, because mzee is suffering very much. Sister kaniambia, "Man of God, pray to God to turn things around." So mimi tukaingia pale, tukaingia huko juu, tukaingia huko juu, tukaingia mpaka huko juu, tukavaa viatu vingine, tukavaa huko mikono, tukaingia. Wakati tuliingia hivi tu, Roho Mungu akaniambia, "Hapa unafanya misa ya mwisho ya kumalizia safari." So wakati mimi niliingia, I understood what God is doing. Baadhi ya watu wako na imani, lakini tukaenda kunywa chai mahali. Jamaa mmoja akaniambia, "Wewe omba mzee hii maneno iishi, fungulisha." Kesho anasema nilia kaniambia, "Mwanangu sasa ni mimi nategemewa hapa na pesa zote. Sasa mimi nimeisha." Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo jioni nikauliza mtu mmoja, kauliza, "Kwani fulani anakuwa na nani?" Akaniambia, "Huyo ndiye ako na title zote za kila kitu. Huyo ndiye amepewa power of attorney. Ndiye ako na kila kitu na kwa ruhusa mpaka kama kuna pesa inatakikana aende auze mashamba za benki, aende atoe." Sasa nikamwambia, "Na kwani pesa inaisha hospitali? Simchukua mzee mpeleke hata kama ni sehemu zingine hizo za nje." Kaniambia amekataa. Amesema hapo tumesafiri hapo litosha. Na amesema ukiomba hii maneno ni kwisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi usiku nikahuzunika sana. Maana usiku saa 6 hivi nikaamka, Roho Mungu akaniambia, "Tomorrow I'm getting a bad news." Niko kwa hotel. So asubuhi nikaambiwa, "It is over." So akaniambia, "Unaona prophet, ulikuja." Lakini baadaye sasa tulipokana naye, akaniambia, "Prophet, bila kushukuru, hii maneno ingefilisika familia." Sasa tusikie. Watu wangeisha na watu wengine wanaomba mtu aishi, wengine wanaomba mtu aondoke. Haleluya. Nawaombea siku ya leo, Mungu awasaidie siku ya leo. Kuna watu ambao wako na imagination. Kuna watu wanauliza utaisha lini? Hiyo kazi yako utafunga lini? Adui za watu, adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Sio mimi nimesema, ni neno la Bwana. Nimekuambia siku ya leo, ngome ambazo unapigana nazo wewe siku ya leo, mingi 70% zinatoka hapo kwenu. Kwa sababu mimi sasa huyu Pastor Nancy akikuroga ufe atafaidika na nini? Hakuna kitu anataka. Sasa huyu ndoa yako ikivunjika, mtapatana naye wapi? Yeye atakaa kwa buro na wewe labda ulipata shamba kule mtu hapa, utaambia mtu hapa hana kazi na wewe. Lakini kuna watu wako pale wanasema hii ndoa haitawezekana. Hivyo wanakuja hapa na magari, atakuja na bodaboda, atakuja na pikipiki hapa, atakuja hapa na motorbike. Unasikia gari limekuja limeulia watu Mombasa. Kuna ngome inatawala imejificha katikati yenu. Leo naomba Mungu aingilie kati. Nadhani sasa umeelewa neno la Bwana. Why I tell you today there is a struggle. Bwana niokoe kwa adui yangu aliye na nguvu kuniliko. Hata mkienda Isa ndiye atakuwa jikoni akipika chakula. Anasema ukila hii hakuna mtoto atakayetoka hiyo tumbo yako. Ndiye anapikia bwanako chai, hii ndio chai ya mwisho. Mtakuja hapa na bwanako. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio chai ya mwisho umekuja hapa. Hiyo chai nyingine mtakuja kwa hospitali Mombasa. Hapa hamtakuja tena. Ninaomba siku ya leo, hiyo ndio inaitwa ngome. Mahali watu wanatawala. Wako wewe kaongea. Ndio yule nabii akaambia wale watu, "Sitaki mpigane na watu wenu, lakini nataka msimame imara. Kama teni ngao yenu imara, Mungu anaenda kuwapigania." Lift your hand wherever you are. I believe kuna kitu umeelewa siku ya leo. Ya kwamba adui ya mtu yule anataka biashara yako ishe. Sio yule Onyango, sio Kamau, sio Angela.
ni huyo hapa kweli. Anaomba ile siku utamkopa ukiwa umeishiwa, akwambia hata yeye hana. Na ako nazo. Hebu soma verse 7. Verse 7. Yes. Lakini mimi nitamtazamia Bwana. Nataka muangalie Mungu. Nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Mungu wangu atanisikia. Verse 8. Usinicheke ewe adui yangu. Usifurahi juu yangu adui yangu. Usifurahi juu yangu adui yangu. Niangukapo nitasimama tena. Natangaza mara ya kwanza, kuna mtu anainuka siku ya leo. Natangaza mara ya pili, unainuka hapa leo. Natangaza mara ya tatu, kuna mtu anainuka leo. Natangaza mara ya nne, kuna mtu anainuka leo. Natangaza mara ya tano, kuna mtu anainuka leo. Natangaza mara ya sita, kuna mtu anainuka leo. Natangaza mara ya saba, ukuta wa Yeriko hiyo ngome inaanguka. Shauka piga ile, hiyo ngome imewekwa, inaondolewa leo. Hiyo ngome imewekewa na watu wa kwenu, watu wa nyumbani wamejiinua, wamesema itawezekana, hautajenga, watoto hawatasoma. Mungu aingilia kati. I can see you go to a new level. I can see you